nimekutana na maswali mbalimbali, wanawake wakiuliza, wanaume kuhusu hiyo safari ya ugumba imekuja na maswali. Kwa leo niko hapa kwa ajili ya kujibu hayo maswali, naomba ukae pamoja kwa ajili ya kusikiliza. Sasa swali la kwanza ambalo nimelipata ni kwamba dada ana miaka 26, ameolewa, ana mwaka mmoja, bado hajapata mtoto. Anapaswa kuanza kuwa na wasiwasi lini? Hili ni swali ambalo mdada mwenzetu ameuliza, na miaka 26 na yupo kwenye ndoa lakini hajabahatika kupata mtoto kwa mwaka mmoja. Yes, tumesema kwamba ugumba ni ile hali ya kutokuweza kushika ujauzito baada ya kushiriki tendo la ndoa mara kwa mara bila kutumia kinga kwa muda wa mwaka mmoja. Hiyo ndo hali halisi ya ugumba. Kwa kama wewe ni mwanamke na umeolewa, upo kwenye ndoa, umekaa takribani mwaka mmoja huenda na zaidi, haujabahatika kupata mtoto. Yes, it's happen, lakini haimaanishi wote kwamba inaweza ikawa ni dalili ya ugumba. Kuna mwingine tu amepata stress effect kwa sababu ya ile heka za harusi na ndoa, ile mwanzo tension, akajikuta tu ameseize kutokupata ujauzito. Lakini pia inaweza ikatokea labda baba ni mtu wa safari, mna target kwenye zile siku ambazo ni za hatari sana sana, mwisho wa siku unajikuta hazileti ile matokeo ambayo sisi tunayategemea. Kwa hiyo tutasema kwamba ni muda gani ambao sasa mama anaweza akaanza kupata wasiwasi. Yes, mwaka mmoja. Baada ya mwaka mmoja ukiwa kwenye ndoa na unafanya tendo la ndoa mara kwa mara bila kutumia kinga na hujatokea ukapata ujauzito, kwa hiyo hiyo ni dalili mojawapo ya wewe kuanza kutafuta elimu ama ushauri kwa wataalamu zaidi kuweza kujua changamoto hasa ni nini kwa ajili ya kutatua hii changamoto yako. Je, kama kweli ni permanent, ni tatizo la kudumu ama ni la muda, ni kweli upo na changamoto ya ugumba. Atachukua historia yako ya mwenendo wako wa maisha pamoja na mwenzo wako, mwisho wa siku utakaa na conclusion kwamba ni kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike. Lakini swali la pili nimepata ni vipimo gani viwili muhimu sana ambavyo kila mwanamke anapaswa kuvifanya kabla ya ndoa. Sasa kwenye vipimo viwili muhimu, yes. Vipimo vipo vingi ambavyo ni muhimu. Hivi viwili sijui nisemeje, lakini kipimo cha kwanza ambacho mama anatakiwa kupima kabla ya ndoa ni kipimo cha maambukizi ya virusi vya ukimwi, HIV. Wote mchumba na mtu wake wanatakiwa wapime kuweza kujua hali yao ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini pia kundi la damu, magrupu ya damu ni muhimu sana pia na yenyewe kuweza kufahamu mtu na mwenza wake, kujua mpo kwenye kundi lipi la damu pamoja na risk factor zake, kwa sababu pia zinachangia sana inapoingia kwenye ndoa, mtakapokutana na sintofahamu na mambo kama hayo. Kwa ni vizuri wanandoa ama ambao kwenye uchumba kuweza kujua makundi yao ya damu kabla hawajaingia kwenye ndoa. Lakini cha kingine pia cha muhimu ni kupima magonjwa ya kurithi, sana sana sickle cell. Sickle cell ni muhimu sana mama mchumba mtu mkaweze kupima kujua kama mmoja wenu ana kimelea kile cha sickle cell. Mwisho wa siku mkiingia kwenye ndoa, mna uwezekano mkubwa wa kuweza kupata mtoto ambaye ni carrier ama ni sickler, ama ikatokea wote nyie ni carrier ambao mna vimelea vya ule ugonjwa wa sickle cell wa kurithi. Mwisho wa siku mkioana, mnakuwa na chance kubwa ya kuweza kupata mtoto ambaye ana sickle cell disease, ambayo mwisho wa siku watu wanasema tungelifahamu hili tusingetengeneza huu muunganiko. Although ni hard truth, lakini ni vizuri pia mkaweza kulitambua hilo, hata kama mtaridhia sasa kuingia kwenye ndoa, lakini tayari mnafahamu kabisa sisi tuko hivi na hivi, kwa ikitokea tukapata mtoto ambao ni sickle cell, tujue namna ya kuweza kuhandle ile hali mkiwa wote kwenye ndoa na furaha na kumfurahia yule mtoto. Kwa hivyo ndio vipimo vya msingi naweza nikasema sana ambavyo ni vya kufanya kabla ya ndoa. Yes. Mwingine akauliza kwamba ni makosa wamama wakianza kuuliza mtoto habari gani, mwanamke anapaswa kujibu nini ili asipate stress.
kwamba mwanamke amekaa kwenye ndoa mwaka mzima, ikatokea hajapata ujauzito, amefunga ndoa ni mwaka sasa na mama hajapata ujauzito. Sasa akianza kuulizwa, vipi tutapata mtoto vipi, mbona vipi hatuoni mtoto? Yes, habari ya uzazi ni makubaliano baina ya watu wawili. Kwa huwezi jua for that time hawa watu wamekubaliana vipi, kwa sababu kama kufunga ndoa tu haimaanishi kwamba ukifunga ndoa mwezi unaofuata ubebe mimba. Kuna wengine wana mipango yao kwamba sisi mwezi huu 2026 tutafunga ndoa yetu, lakini kuanza kujihusisha na masuala ya uzazi kwamba tunatamani kubeba mimba lini, tutabeba 2028. Ni mipango yao wamepanga. Ndio maana tunasema habari ya uzazi ni makubaliano baina ya watu wawili, mtu na mwenza wake au mtu binafsi, kwamba sio kufunga ndoa ndio kupelekea nyie muweze kufanyaje kubeba ujauzito. Mwenda wamepanga, sisi tutafunga ndoa lakini tutakaa miaka 3 kabla ya kupata mtoto ili tufanye mambo yetu binafsi, then hapo tutaanza sasa kuwa na zile plan. Sasa tuko tayari kwa ajili ya kubeba ujauzito. Kwa hiyo wakikuuliza waambie muda wangu bado, Mungu hajaruhusu. Tumeplan sisi kupata mimba au ujauzito baada ya miaka kadhaa au baada ya miezi kadhaa toka tumefunga ndoa yetu. Kwa hiyo bado tuko ndani ya muda, wala hilo sio tatizo.